iyi niyo bafashe yari ya M23 none barayifashe iyi n'amabombe gayo hirya iyo bafashe nigo mabombe gayo reka tukugire iyi sniper yo M23 yakoreshaga barayibatse barayifashe ngiyi sniper abantu abashaka gupfa masasi mamekara makuno mwakiziba masasi iko mingi sana kabisa hapa. Ni hatari. Watu wanachanganyikiwa. Hakuna mtu mwenye ametoka na kitu mnyumba, ni kukamata mtoto na unakamata mtoto na unakimbia. Naam, barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Katika siku ya leo tukiwa ni tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Mimi naitwa ni Mteba ambaye mtangazaji wako naye kupa taarifa za habari katika siku ya leo na kila ambacho kinachoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo John ya leo. Hali inakuwa ni mbaya mno maeneo zote za DRC kama vile huko Goma, Nyiragongo. Hali ni hatari, tunavyoongea na wewe hapa hali ni hatari sana. Utazidi kusikiliza habari na usitoke kwenye channel ya Mteba TV, tutakwambia kila ambacho kinachoendelea. Lakini pia maeneo za Kamituga huko, maeneo za Kamituga ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, vikosi vya kutoka Burundi, vya wanajeshi kutoka Burundi wamemiminika kwa wingi sana, lengo wanahitaji waingie mpaka Bukavu. Kwa hiyo ni wengi mno, kwa ndizo taarifa ambazo tunazo hapa kwenye channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Lakini kila ambacho kinachoendelea maeneo za Goma ni kwamba wakimbizi wameongezeka kutoka huko milima za Nyiragongo na kuwasili maeneo za kama vile Karisimbi. Huko wakimbizi ni wengi mno kwa sababu vita inaendelea huko maeneo za Nyiragongo baada ya wazalendo kuweza kufanya mashambulizi makali mno tunavyoongea hapa kwenye channel ya Mteba TV, na mpaka sasa mashambulizi bado yanaendelea huko. Na mimi naitwa ni Mteba, mtangazaji wako naye kupa taarifa za habari kutoka hapa channel ya Mteba TV. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa kwenye channel hii, endelea kusubscribe, like, comment na kushare kwa watu wengine. Utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako ya Mteba TV. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Naam, tunaanza na taarifa zetu maeneo hizo za Goma huko Nyiragongo. Nyiragongo na Goma sio mbali kabisa. Mahali vita wanapopigana na Goma ni kilometre kama vile 5 kilometre tu, sio mbali kabisa. Huko kwenye mapambano yanayoendelea, wazalendo walianzisha mashambulizi hayo tangu jana jana ya tarehe 18 dhidi ya vikosi vya M23. Wazalendo ndo wameanza vita na ndo wameanza mashambulizi hayo maeneo hayo. Kwanza walisimamisha gari za wakurugenzi au za viongozi wa M23, walikuwa wanajielekeza sehemu mbalimbali, wakalivamia na kupiga masasi hizo gari na dereva kakufa na watu wengine wakakufa. Nafikiri taarifa hizo tumeshazipandisha hapa kwenye channel yako ya Mteba TV, na kama hujaziona basi panda ukaone. Basi vita hiyo baada ya kuanzishwa hapo ndipo vikosi vya M23 vikatoka sehemu za Goma na kupanda huko kwenye milima za Nyiragongo na sehemu mbalimbali huko. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako ya Mteba TV, hali ilikuja kuwa ngumu upande wa M23 kwa sababu kipigo ambacho wanakitembezewa huko milimani huko Nyiragongo, hali inakuwa ni ngumu sana. Wanapigwa vibaya na silaha kubwa tayari zimenyanganywa, na vijiji karibuni viwili vimeshakuwa mikononi mwa wazalendo, na wakijielekeza sehemu za Goma kusema kwamba ni lazima watapiga M23 na kunyanganya silaha zote ambazo wanazo. Na ni muda umefika kabisa wa kila mkongomani kusimama imara, na kwa wale wakongomani ambao bado hawajataka kujiunga na wazalendo,
wanawahitaji sana vijana ambao bado mna nguvu ili kuweza kusimama kugomboa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu M23 nakuta wanasimama, wanapigana, wanasimama, wanachukua vijana kwa nguvu, lakini wazalendo wanatoa wito kwa vijana kuweza kusimama imara ili wajiunge na jeshi la ukombozi la wazalendo. Kwa hiyo vita hii ni kali sana inayoendelea huko Nyiragongo, na sasa hivi watu wanamiminika, milima yote inakuwa ni wazalendo ndio wapo huko, na kwa sasa watu wanamiminika, wanakimbilia sehemu za Goma, na kwa sasa wameanza kuwasili au kufika sehemu za kama vile Kasimbiri, sehemu hizo za Karisimbi. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, majina haya ni hatari. Kasimbiri, maeneo hayo wakimbizi ni wengi hapo, tayari ni Goma, hapo ni tayari ni Goma kabisa. Wakimbizi wameshaongezeka mno kutoka huko milima za Nyiragongo, sehemu ambapo vita wanapambana na Goma ni kilometre 5 au ni 5 kilometre tu. Manake milio ya masasi inapolilia huko milimani, basi na watu wa Goma wanaendelea kusikia. Vita ilianzishwa asubuhi ya siku ya leo Jumapili, na mpaka sasa vita bado inaendelea sehemu hizo za mapambano, na wazalendo wanasonga mbele kwa sababu sasa hivi wameshakamata vijiji kama viwili hivi ambavyo vinapatikana tayari kwenye mikono ya wazalendo. Lakini ramforo kubwa pia ya M23 baada kusikia hivyo, wanatoka Goma kupanda huko ili wakashambulie vikosi vya wazalendo huko. Na kila ambacho kitakachoendelea huko, ndugu msikilizaji na mtazamaji, tutakwenda kukwambia na kukujuza kila ambacho kinachoendelea. Lakini kwa sasa wazalendo wako na advance, wako wanapiga vibaya sana, na kama ulivyoona wameshachukua tayari silaha za kutosha ambazo zinapatikana kwenye mikono ya M23. Kuna silaha moja inaitwa ya sniper, silaha kubwa mno ambayo ina uwezo wa kudungua au kupiga adui wakiwa mbali. Wameweza kuichukua na kurikipere hiyo silaha, na nitakwenda kuwekea video hapa. Hebu tazama video hii ya silaha ambayo ilinyang'anywa mikononi mwa M23, lakini pia na raia wote wanaokimbia huko milimani na kuingia kwenye mji wa Goma au Ville de Goma. Wakimbizi wanaongezeka sana kutoka huko milimani wakikimbia mapambano makali yanayoendelea huko. Mimi naitwa ni Mteba. Tazama kwanza video hizi, nitakuja kurejea kwenye taarifa zingine za habari zinazoendelea kwenye channel yako ya Mteba TV. Iyi niyo bafashe yari ya M23 none barayifashe, ngiyi n'amabombe gayo hirya. Iyo bafashe ni gori mabombe gayo. Reka tukugire iyi sniper yo M23 yakoreshaga, barayibatse barayifashe. Ngiyi sniper. Oh my God, nguvu. Azazi yoko tukwae. Asao security. Kamera ngizi mtajisikia. Toka pale ufupi. Depoza kwa wao kwanza wanakimbia nini? Wanakimbilia wapi? Wala mke tufika hapa. Wewe chama kuna kanisa. Hapana mtu wangu kula yule wako mtakatifu. Abantu abashaka pfupfa masasi mamekara makuno mwakiziba Masasi iko mingi sana kabisa hapa. Ni hatari. Watu wanachanganyikiwa. Hakuna mtu mwenye ametoka na kitu mnyumba, ni kukamata mtoto na unaenda, unakamata mtoto na unakimbia. Tukani hatari sana. Tunachunga matokeo tu. Tuone vitakuwa namna gani. Ni hali iko mbaya sana. Naam, tunaporejea hapa kwenye taarifa zetu za habari, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, ni kwamba hali inakuwa ni mbaya sana kwa sababu vita ambayo inaendelea hapo haiko vita mchezo. Watu wamekimbia, wameacha mizigo yao, wameacha kila kitu.
ni kukamata mtoto na kukimbia. Wameacha kila kitu kwa sababu hali ya risasi linalolia sehemu hizo za Mwakiziba ni hatari sana, na sehemu hizo ndipo mapambano ni makali sana. Hapo Mwakiziba ni hatari, watu wameshakimbia kama ulivyokuwa unaona hizo video, na kwa sasa watu wapo hapo, wengine washawasili Goma, wameshafika Goma. Watu wameacha mali zao, watu wameacha kila kitu na kukimbia kabisa huko Goma, na baadhi yao wameshafika hapa sehemu ambapo kunaitwa Karisimbi. Kwa taarifa zetu hapa ni Goma kabisa. Kwa hiyo tuweze tu kuambia kwamba vita ni kali inayoendelea, na watu wanazidi kukimbia, na wazalendo wako nguvu sana, wanazidi kupiga adui. Kwa vita ni kali mno ambayo haijawahi kuripotiwa sehemu hizo za Nyiragongo. Wazalendo wako imara na wao ndio wameanzisha vita hiyo. Kwa hiyo tuwe makini sana, na tutazidi kuambia kila ambacho kinachoendelea sehemu hizo za Goma. Tunapoachana na habari za Goma, lakini pia na kwanza, kama bado ungali Goma, endelea kutupa taarifa na sisi hapa ili uweze kufikia watu wengi. Kama una video zako, una taarifa zako, namba zetu za simu ndio hizo hapo kwenye screen. Rekodi taarifa, tupe taarifa zozote, turushie mavideo, tupashie kabisa taarifa zinazopatikana huko, ili watu wengine waweze kuzipata zaidi kutoka channel ya Mteba TV. Namba ambazo tumeweka hapo ni kwa ajili ya kutupa taarifa. Wewe ambaye kama mzalendo, wewe ambaye uko unapenda kutupa taarifa, tupeni taarifa huko masehemu ulipo, ili ziweze kufikia watu wengi kupitia channel ya Mteba TV. Tunachana habari hizo za Goma, tunakuja moja kwa moja maeneo za Kamituga. Kila ambacho kimeendelea Kamituga ni hatari, wanajeshi ni wengi sana, au basoda ni wengi ambao wameongezeka huko Kamituga. Tunakwenda kuonesha kila ambacho kinachoendelea pale Kamituga, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, kwa kile ambacho kinachoendelea hapa Kamituga. Wanajeshi wengi sana wa kutoka Burundi tena wameongezeka kwa wingi sana, wameongezeka kwa wingi mno sehemu hizo za Kamituga, na lengo kubwa ni kufika sehemu za Walungu. Lengo kubwa ni kuchukua sehemu zote ambazo M23 wanakuwa wakizidhibiti, kama vile Bukavu, Kamanyola, Walungu, Nyangezi, Katogota. Sehemu zote hizo zitachukuliwa tu na wanajeshi wetu wa FRDC. Kumbuka FRDC tangu CCLF zao ambazo walikuwa wanazifanya huko, tangu wangali huko M23 hawajakamata hata Goma na Bukavu, walikuwa ni CCLF. Mpaka sasa hawapigani kabisa, lakini ni jambo ambalo sio nzuri. Ingekuwa wanapigana, ingekuwa sasa hivi hali ni nzuri, hakuna tena hata habari moja ya kwamba sehemu fulani. Kwa sababu ukiangalia FRDC, maswali tunayoyapata kila mara ni ya kwamba kwa nini FRDC hawapigani? Kwa nini? Vifaa vipo, ndege zipo za kupiga adui na kukimbia. Adui hana hata ndege hata moja ya vita. Kwa nini msipigani? Kwa hiyo CCLF ambayo bado inaendelea inazidi kuathiri au kuharibu mataifa au kuharibu raia ambao wanapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanazidi kufa. Ingekuwa wanapigana, lakini tusivunjike moyo. FRDC na wazalendo na wanajeshi kutoka Burundi wanaandaa kitu kizuri sana ambacho wakianzisha mashambulizi itakuwa ni hatari. Kumbuka wazalendo ndio wanaozuia M23, ndio wanawazuia fro zote kunajaa ni wazalendo. Lakini FRDC bado wao hawapambani kabisa, hata wanajeshi kutoka Burundi wote hawapambani. Lakini kitu ambacho wanachokiandaa ni kitu kizuri sana maeneo hizo zote za front. Kwa hiyo Kamituga kinachoendelea, wanajeshi zaidi, batayon nzima zaidi ya wanajeshi 1000 na zaidi wameweza kuwasili siku ya leo ya Jumapili sehemu hizo za Kamituga. Hebu tufate video hii, tutakuja kurejea kwenye taarifa zetu zingine za habari. Usibanduke kabisa. Mimi naitwa ni Mteba, naye kuzidi kukupa taarifa za habari moto zinazopatikana hapa kwenye channel yetu ya Mteba TV. Tazama vikosi hivi vinavyoingia, nitakuja kurejea tena kwenye taarifa zetu zingine zinazoendelea. Usibanduke.
Naam, tunaporejea hapa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako bora zaidi ya Mteba TV, ni kwamba kila ambacho kinachoendelea umeweza kuona kila ambacho kimeendelea huko Kamituga. Wanajeshi ni wengi sana kutoka Burundi, na kila ambacho kimeendelea sisi watu tunakupa habari na video na matukio na kila ambacho kinachoendelea ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Lakini pia tunaporejea kwenye taarifa zetu za habari zingine ambazo zinazoendelea sehemu mbalimbali, tulikuwa na taarifa za pale Goma, Nyiragongo, kila ambacho kimeendelea. Nafikiri umeweza kusikia kilomita 5 tu na mji wa Goma. Na huko Mwenga habari ndio hizo za wanajeshi wa kutoka Burundi wameongezeka kwa wingi, na lengo ni kugomboa sehemu zote ambazo M23 wakiwa wanazidhibiti. Na sehemu za Uvira basi tutakurushia taarifa muda sio mrefu na uchambuzi kwenye channel yetu ya Mteba TV zilizoandaliwa na Janvier Emmanuel Kabuya. Tutakuja kurejea kwenye taarifa zetu zingine. Mimi naitwa ni Mteba. Sina la ziada kwa taarifa zetu ambazo nimekupa hapa. Endelea tu kujabone, endelea kusubscribe na kushare kwa watu wengine. Mjabone kwa wingi kwa sababu channel inazidi kukupa taarifa motomoto zinazopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi naitwa ni Mteba. Chao.